Habari yako mdau wangu wa Bongo Studio Hub. Pamekuwa na video tofauti ambazo zina trendi katika mitandao ya kijamii, ambapo zinaonyesha msikiti mtakatifu zaidi duniani. Ambao msikiti huu ni msikiti wa Maka maarufu kama Masjid Al-Haram. Ni msikiti mkuu na mtakatifu zaidi katika dini ya Kiislamu uliopo katika mji wa Maka nchini Saudi Arabia. Ndani ya msikiti huu ndiko lilipo Kaaba, jengo takatifu ambalo Waislamu wote duniani hulielekea wakati wa kuswali. Masjid Al-Haram ni moyo wa ibada za Kiislamu na kituo kikuu cha hija na umra, zikihusisha mamilioni ya waumini kila mwaka. Msikiti wa Maka una nafasi ya kipekee sana katika imani ya Kiislamu. Hapa ndipo Mtume Ibrahim pamoja na mwanae Ismail walipoijenga Kaaba kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Tangu wakati huo hadi leo, eneo hili linaendelea kuwa kitovu cha ibada, dunia na toba. Tazama mabadiliko haya ya msikiti huu mkubwa zaidi duniani wa Maka, ambapo ulijengwa kwenye karne za zamani sana kabisa, mpaka hivi sasa jinsi unavyoonekana. Tazama mabadiliko ya msikiti huu. الله أكبر الله أكبر. Kuswali ndani ya msikiti huu kuna thawabu kubwa sana kuliko kuswali katika misikiti mingine yote. Waumini huja kutoka kila pembe ya dunia kwa lengo la kumkaribia Mwenyezi Mungu, kuomba msamaha na kutimiza nguzo ya 5 ya Uislamu, yani hija. Kaaba, kitovu cha msikiti. Katiba ya Masjid Al-Haram ni Kaaba ni jengo lenye umbo la mche mraba lililofunikwa kwa kitambaa cheusi. Kwa Kiswahili wanaita kiswa, chenye maandishi ya dhahabu ya aya za Qur'an. Waumini huzunguka Kaaba mara 7 katika ibada ijulikanayo kama tawaf, ikiwa ni sehemu muhimu ya umra na hija. Karibu na Kaaba pia kuna Maqam Ibrahim, jiwe aliposimama Nabii Ibrahim alipokuwa akijenga Kaaba. Kisima cha Zamzam well, maji yake yanaheshimiwa sana na waumini, yakiaminika kuwa na baraka na tiba. Kwa karne nyingi msikiti huu umeendelea kupanuliwa ili kuhimili idadi kubwa ya mahujaji. Leo msikiti huu ni msikiti mkubwa zaidi duniani, ukiwa na uwezo wa kupokea zaidi ya waumini milioni 2 kwa wakati mmoja. Katika nyakati za kilele cha hija, serikali ya Saudi Arabia imewekeza mabilioni ya dola katika upanuzi wa eneo la kuswalia, ujenzi wa minara mirefu, mifumo ya kisasa ya kupooza hewa, ngazi za umeme na lifti, usalama wa mahujaji. Hatua hizi zimefanya msikiti huu kuwa mchanganyiko wa urithi wa kale na teknolojia ya sasa. Kila mwaka waumini kutoka mataifa na tamaduni tofauti hukutana hapa kwa ajili ya hija na umra. Ni mahali ambapo tofauti za rangi, lugha na hadhi hupotea, wote wakiwa wamevaa himla, wakimwabudu Mungu mmoja. Taswira mamilioni ya watu wakizunguka Kaaba kwa pamoja ni alama kubwa ya umoja wa Uislamu duniani. Zaidi ya kuwa jengo kubwa tu, lakini msikiti huu ni mahali pa utulivu wa moyo. Wengi wanaofika hapo husimulia kuwa kuhisi amani ya kipekee, machozi ya furaha na hisia nzito za kumkaribia Mwenyezi Mungu. Ni sehemu ambayo dua nyingi hufanywa, ahadi mpya za maisha hutolewa na roho hupata faraja. Mara yako ya mwisho kwenda katika msikiti huu mkubwa, msikiti wa Maka, ilikuwa ni lini? Ama kama bado, yapi matamanio yako? Yapi malengo yako? Tukutane kwenye comment. Hii ni Bongo Studio Hub na mimi ni Stefano.
biashara? Kama jibu ni ndio, basi habari njema ni hii. Unahitaji biashara yako ionekane na maelfu ya watu kila siku? Na je, unahitaji njia rahisi ya kuongeza wateja kwa haraka? Bongosource tupo kwa ajili yako. Tunakupa nafasi ya kipekee ya kutangaza biashara yako na bidhaa nyingine mbalimbali kwenye mitandao yetu ya kijamii yenye wafuasi wengi na ushawishi mkubwa mtandaoni. Kupitia Bongosource, fikia wateja wengi mtandaoni. Tangaza nasi kwa bei nafuu na matokeo utayaona kwa haraka. Wewe mfanyabiashara, pata nafasi ya kuonekana na kufahamika zaidi na biashara yako kukua na kupata wateja wengi mtandaoni. Jiunge na familia ya Bongosource leo na uongeze wateja wengi kwenye biashara yako. Wasiliana nasi kwa namba ya simu 0747692064, barua pepe alphatizben@gmail.com. Bongosource, sisi ndio wakombozi wa biashara yako. Karibu tukuhudumie na tukuongezee wateja rukuki.